Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunawakaribisha tena katika taarifa zetu za habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunawakaribisha katika taarifa yetu ya habari ili mpate kujua nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile pembe zote za dunia. Karibu. Tuendelee na habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na waziri wa mawasiliano, vyombo vya habari na msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Patrick Muyaya Katembwe, ziara ya Felix Antoine Tshisekedi katika mkoa wa Olomami na Okatanga imeelezwa kuwa ni ishara ya ukaribu kati ya kiongozi wa taifa na wananchi wake. Katika maelezo yake, Patrick Muyaya Katembwe amesema kuwa ziara hiyo haikulenga tu shughuli za maendeleo, bali pia ilihusisha masuala muhimu ya usalama wa taifa. Akiwa mjini Lubumbashi, Rais Felix Antoine Tshisekedi aliitisha kikao kikubwa cha ulinzi na usalama kilichowakutanisha viongozi wa juu wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, waziri wa ulinzi pamoja na maafisa wengine wa vyombo vya usalama. Kikao hicho kilijadili kwa kina hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi mbalimbali yenye silaha. Viongozi hao pia wametathmini hali ya usalama katika mikoa inayounda eneo la zamani la Agra Katanga ili kuhakikisha utulivu unaendelea kudumishwa. Serikali inaeleza kuwa mkutano huo ni sehemu ya juhudi za kuimarisha mikakati ya ulinzi, kuboresha uratibu wa operation ya kijeshi na kuhakikisha usalama wa raia pamoja na kulinda mipaka ya nchi. Kwa upande wake, Patrick Muyaya amesisitiza kuwa uwepo wa Rais Felix Antoine Tshisekedi katika maeneo hayo unaonyesha dhamira ya serikali kuwa karibu na wananchi, kusikiliza changamoto zao na kufuatilia moja kwa moja masuala yanayohusu maendeleo ya usalama wa taifa. Hata hivyo, viongozi wa serikali hawakutoa taarifa za kina kuhusu maamuzi yaliyofikiwa katika kikao hicho kwa usalama, wakieleza kuwa baadhi ya masuala yanayohusiana na mipango ya kijeshi ambayo hayawezi wekwa wazi kwa sababu za kiusalama. Kwa ujumla, ziara ya Rais Felix Antoine Tshisekedi katika mikoa ya Okatanga na Olomami imebeba uzito wa kisiasa na kiusalama, huku ikionyesha umuhimu ambao serikali imeweka katika kushughulikia changamoto za usalama zinazoendelea mashariki mwa nchi na kuimarisha utulivu katika maeneo mengine ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari za siasa na vita vinavyoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelituhumu kundi la M23 kwa kumfukuza afisa mwandamizi wa jeshi la FARDC aliyekuwa ameteuliwa kushiriki katika mfumo wa pamoja wa kuhakiki wa usitishaji wa mapigano uliopanuliwa MCVA. Kwa mujibu wa serikali, hatua hiyo imeathiri utekelezaji wa utaratibu huo unaolenga kufuatilia na kudhibitisha uzingatiaji wa makubaliano ya kusitisha vita. Taarifa hiyo imetolewa na naibu waziri mkuu anayeshughulikia ulinzi wa taifa Guy Kabombo wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Ijumaa mjini Kinshasa, mjini Kanyamakasi. Serikali imeeleza kuwa afisa huyo alifukuzwa kutoka mjini Goma bila sababu yoyote ya msingi kutolewa, jambo ambalo limeelezwa kuwa ni kikwazo kwa juhudi za kuanza kazi rasmi cha chombo hicho. Kwa mujibu wa mamlaka za Kinshasa, MCVA imeundwa kwa lengo la kufuatilia utekelezaji wa usitishaji wa mapigano, kuchunguza madai ya ukiukwaji wa makubaliano hayo na kuwasilisha matokeo ya uchunguzi kwa wapatanishi wanaosimamia mchakato wa amani. Serikali ya Kongo inaonya kuwa tukio hilo linaweza kuchelewesha kuanza kwa shughuli za chombo hicho, kwani hadi sasa afisa aliyefukuzwa hajabadilishwa rasmi na mwingine. Hali hiyo imefanya utekelezaji wa majukumu ya MCVA kusubiri hatua mpya kutoka kwa mamlaka husika.
Kwa upande wake, serikali imeeleza kuwa ushirikiano wa pande zote zinazohusika ni muhimu ili kuhakikisha uratibu wa kusimamia usitishaji wa mapigano unafanya kazi kwa ufanisi. Inaamini kuwa bila ushirikiano huo itakuwa vigumu kuthibitisha kwa uwazi matukio ya ukiukwaji wa makubaliano na kuendelea kujenga mazingira ya kuaminiana kati ya wahusika wa mzozo. Hadi sasa M23 haijatoa tamko rasmi kujibu tuhuma hizo zilizotolewa na serikali ya Kinshasa. Kutokuwepo kwa mwitikio kutoka upande huo kuna maanisha kuwa madai ya serikali bado hayajathibitishwa kwa njia huru. Kwa ujumla, tukio hili linaonyesha changamoto zinazoendelea kujitokeza katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadau wa mchakato wa amani wanatarajiwa kutafuta suluhisho litakalowezesha utaratibu wa ufuatiliaji kuanza kazi haraka ili kuongeza uwazi, kujenga amani kati ya pande zinazosimamia kuimarisha juhudi za kurejesha amani ya kudumu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari za vita vinavyoendelea huko mashariki mwa DRC ambako hali ya usalama inaendelea kuzua wasiwasi katika eneo la Irambi Katana, wilaya Kabare, mkoani Kivu Kusini, baada ya raia mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi, huku ukiwa na madai mapya ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, tukio hilo limetokea siku ya Jumamosi tarehe 1 Agosti mwaka 2026 katika kitongoji cha Cheya, kijiji cha Kabamba. Mtu aliyepoteza maisha ametambulika kwa jina la Bishweka Pedro. Inadaiwa kuwa alipigwa risasi baada ya kumalizika kwa shughuli za usafi wa jamii maarufu kama salongo, wakati kulipokuwa na ukaguzi wa tiketi au alama za ushiriki uliofanywa na watu wanaodaiwa kuwa wanahusishwa na muungano wa M23. Mashuhuda wanasema kuwa kabla ya risasi kufyatuliwa kulitokea na mabishano ya maeneo kati ya marehemu na mtu aliyeshakiwa kuhusika na tukio hilo. Baada ya tukio, mtuhumiwa aliondoka eneo la tukio na hakukamatwa. Kisa hicho kimeibua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Irambi Katana ambao tayari wamekuwa wakikabiliwa na hali ya usalama inayozidi kuzorota. Baadhi ya viongozi wa jamii na mashirika ya kiraia wanasema kumekuwa na ongezeko la matukio ya mauaji, vitisho na kukamatwa kwa watu kiolela katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23. Wadau wanatoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina na uhuru ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo, ili kuwabaini waliohusika na kuhakikisha sheria inachukua mkondo wake. Wanasitiza umuhimu wa kulindwa kwa raia na kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu bila kujali upande unaodhibiti eneo husika. Hadi sasa muungano wa M23 RDF haujatoa tamko rasmi kuhusu tuhuma hizo. Kutokana na hali hiyo, madai yaliyotolewa na vyanzo vya ndani na viongozi wa jamii bado havijajibiwa na pande unaotuhumiwa. Kwa ujumla, tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu usalama wa raia katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wanatumaini kuwa juhudi za kurejesha amani na kulinda maisha ya wananchi zitaimarishwa, huku uchunguzi uhuru ukisaidia kubaini ukweli na kuwajibisha wahusika endapo watapatikana na hatia. Habari ya hali ya usalama katika eneo la Beni mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuzua wasiwasi mkubwa baada ya watu wawili kupoteza maisha na dereva mmoja kujeruhiwa vibaya katika shambulio la kuvizia lililotokea Ijumaa tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 kwenye barabara inayounganisha Oicha na Biakato. Kwa mujibu wa mashahidi na viongozi wa asasi za kiraia, tukio hilo limetokea majira saa 10 alasiri katika eneo la Baiti. Watu waliokuwa wakisafiri kutoka Oicha kuelekea Biakato walivamiwa na watu wenye silaha waliowafyatulia risasi gari waliokuwa wakisafiria. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu papo hapo vya abiria wawili, na waliofariki wametambuliwa kwa jina la Jano pamoja na dada yake Solange, ambao wote walikuwa wakitoka Biakato. Dereva wa gari hilo ni Kicha Katembo alijeruhiwa vibaya kwa risasi na kukimbizwa katika hospitali kuu ya rufaa ya Oicha ambako anaendelea kupatiwa matibabu. Mwakilishi wa asasi za kiraia Rams Mali Kidogo amesema tukio hilo limeonyesha jinsi watu
watumiaji wa barabara hiyo wanavyoendelea kuwa katika hatari kubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara. Ameeleza kuwa shambulio hilo limekuja siku chache baada ya tukio jingine la vurugu katika eneo la Kasoko Mpompi ambako watu watatu waliuawa na nyumba kadhaa kuchomwa kwa moto. Kutokana na hali hiyo, mashirika ya kiraia yamezitaka mamlaka za serikali kuanzisha uchunguzi wa kina ili kubaini waliohusika na shambulio hilo pamoja na kubaini mazingira halisi yaliyosababisha tukio hilo. Yameomba kuimarishwa kwa ulinzi kwenye barabara kuu inayounganisha Oicha na Biakato ambazo zimekuwa zikikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya watu wenye silaha. Wakazi wa eneo hilo wameeleza kuwa kuendelea kwa mashambulizi kunahatarisha usalama wa raia, shughuli za biashara na usafiri, huku hofu ikizidi kutanda miongoni mwa jamii. Kwa sasa mamlaka za usalama zinaendelea kufuatilia tukio hilo, huku wananchi wakisubiri hatua madhubuti zitakazosaidia kurejesha usalama na kuwalinda wasafiri wanaotumia barabara hiyo muhimu katika wilaya ya Beni. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti ya habari kuhusu shambulio la kuvizia lililosababisha vifo vya watu wawili na majeruhi moja katika eneo la barabara ya Oicha Biakato. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege tatu za kivita chapa F-35 ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi ambalo lilishambulia nyumba mbili katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu watatu wa familia moja akiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine wawili. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo tatu ziliteketezwa kabisa na tatu nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya yakijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa Manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano na waandishi wa habari hii leo mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu suala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea.
Naam, tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana, siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo. Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na Jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hanafahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika. How can you refuse to listen to a man representing? Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani? Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua? Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lumule Bayiga anasema ni hisia ya aibu kubwa kwa Jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi, wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani. Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ili kuwa batili na ili kwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi. Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa haikabiliwi na tishio lolote la kigaidi. Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano, hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya. Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mtinjita alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa.
Alisema jambo hilo mbali ya kuzua ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ya ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni. Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni mwendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambacho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu, kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya nje wa chama hicho, anasema mamlaka za dola zinapaswa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba. Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo, na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba. Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ilidhaniwa vikali na baadhi ya wakosoaji wa mambo, huko chama cha Chadema kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya habari za mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 2026. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, acha niseme asante na basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni ya leo, ili hapo mpate kujua nini kinachoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.